Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini leo katika kipindi hiki nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikukumbushe mpendwa mtazamaji ya kwamba tupo katika robo ya pili ya mwaka 2025 ambapo tunaangalia hasa vidokezo, tamathali za semi, ishara. Na leo tupo katika somo la 5. Ni mwendelezo wa somo la juma lililopita ambako hasa tuna somo ambalo linasema kwamba mataifa sehemu ya pili. Juma lililopita ilikuwa katika sehemu ya kwanza. Kwa hiyo nakaribisha leo tuweze kuungana sambamba katika sehemu hii ya pili. Na nikuombe mchungaji Tuvako uweze kutupatia ombi la ufunguzi, alafu kisha tuweze kusonga mbele na kipindi chetu hiki mataifa katika sehemu ya pili. Karibu sana mchungaji Tuvako. Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, wewe muumba wetu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tunakuhimidi na tunakusifu kwa sababu wewe unastahili. Asante kwa fursa ya kujifunza miguuni pako. Twakuomba ututakase kwa damu yako na tubariki kila mmoja, mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, tunapotazama jinsi unavyoitawala dunia wakati wote katika ulimwengu wote ambao wewe ndiye muumba wake. Asante kwa kutufundisha na kuona namna ya kuishi kulingana na mapenzi yako katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa ajili ya kutufungulia kwa ombi. Sasa tutakwenda moja kwa moja katika somo letu, lakini kabla ya kujikita katika mataifa sehemu ya pili, ni kuombe mchungaji Mika utupatie japo kwa muhtasari kile ambacho tulijifunza katika somo lililopita, juma lililopita, mataifa katika sehemu ya kwanza. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Na kama ulivyosema, tulianza somo lenye kichwa mataifa, lakini sehemu ya kwanza leo neno hili mataifa tuliona kwamba lina pamoja na maana yake nyingine lina maana pia ya wa mataifa, ambayo ina maana wale ambao wana uadui na Mungu. Kwa hiyo na tunaanza kuona hasa wakitajwa kama kwa mujibu wa somo lililopita baada ya gharika. Baada ya gharika, moja ya vitu tulivyoona ni watu kama Nimrod ambaye alikuwa hodari mbele za Bwana. Nakumbuka vizuri yale maneno, yaani kwamba alikuwa ni kama mpinzani wa Bwana. Na tukaona kwamba ni sahihi labda kusema kwamba tangu wakati ule wa shetani kuasi, alileta dhana kwamba inawezekana watu wakasimama wakajitegemea, wakaishi nje ya Mungu na wakafanikiwa. Na haya mataifa ambayo tunayatazama ni yale ambayo wanaanzisha na kusimamisha taratibu zao nje ya Mungu, ndio wakidhani kwamba wanaweza kwenda na kufanikiwa bila kuwa na Mungu. Na tumeona hao kama tulivyomwona Nimrudi akianzisha utawala wa Babeli na Ninawi, lakini tukaona ikiendelea kuibuka mataifa. Kiukweli ni kwamba mwanzo wake haukuwa mwanzo wa furaha wala wa amani waliotaraji. Kuanzia wakati wa Nimrudi tuliona lugha ikichafuliwa, wakatawanyika, na Mungu alipokuwa amezungumza na Waisraeli awali, aliwatahadharisha kwamba watakapofika hatua ya kutaka wawe na mfalme kama wa mataifa, wajue kwamba watakuwa naandaa mtu ambaye atakuwa mzigo kwao, ambaye atawatumikisha, ambaye ataongeza kodi, ambaye atajilimikizia wake na kadhalika. Lakini basi akawaonya kwamba wajitahidi kama watafanya hivyo, wachague yule ambaye ataonekana anamcha Bwana. Kiukweli tulijifunza juma lililopita kwamba ulifika wakati Israeli nao wakataka mtu wa kuwaongoza kama mataifa, na Bwana hakuwa na njia, aliwapa walichotaka. Aliwachagulia mtu mrefu aliyeonekana kukidhi zile sifa walizotaka, ambaye watamuona, lakini mwishowe alifanya yale yale
Hata tunaweza kutaja mfano wa Sulemani. Si unakumbuka acha Sauli mwenyewe wakati ule. Sulemani hata yeye tunakumbuka ikafika mahala kajimbikizia wake 1000, kajilimbikizia mali, basi akataka yaliyo yake. Somo la juma lililopita lilikuwa linatukumbusha kwamba ni salama zaidi. Yaani ni salama tu. Maana ukisema salama zaidi inaweza kaonekana kama ile nyingine ni salama. Leo ni salama tu tunapochagua kuruhusu Mungu ndiye awe mfalme wetu na yeye ndiye atuongoze na sisi tujisalimishe kwake. Njia nyingine yoyote ile tutakayoitafuta, tutaitafuta alafu tutalipa mshahara, tutapata faida yake au tutapata gharama yake ile. Nilipenda fungu la kukariri mwenyekiti. Anasema naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Fungu hili kwa linazungumza juu ya hatima ya yote sasa, kwamba Yesu atatwaa mamlaka, na akitwaa mamlaka ataingia katika ufalme ambao utakuwa ni wa kudumu na utakuwa ufalme wa haki. Na sisi kwa sababu tunalo hilo, somo lilitukumbusha tunalo jukumu la kutangaza nuru kwa mataifa ili wamngie Yesu, maana muda si mrefu ufalme ambao ni salama zaidi utaanza. Ndio. Ninashukuru sana Mchungaji Mika kuweza kutukumbusha kile ambacho tulijifunza katika juma lililopita. Mchungaji Tuvako, juma hili tena ni mwendelezo katika mataifa sehemu ya pili. Katika mataifa sehemu ya pili tutazamie nini hasa au nini ambacho tunajifunza katika sehemu hiyo? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Juma hili tunaangalia mambo kadhaa, lakini hili liko vizuri sana pia katika kujengea kwenye kile tulichoanza nacho juma lililopita. Kama ambavyo Mchungaji Mika ametangulia kulieleza. Ninapenda nianzie kwenye fungu la kukariri. Lipo kwenye kitabu cha Zaburi ya 46 aya ya 10. Ni fungu fupi ambalo ninaamini kwamba hata Mchungaji Mika hakuliona kwamba ni muhimu sana. Acheni mjue ya kuwa mimi ni nani? Ni Mungu. Nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Kwa nini nimependa kuanzia kwenye hilo? Ni kwa sababu somo la leo, somo la juma hili linatuongoza kuona ya kwamba yeye tunayemsikia katika neno lake ndiye anayetawala ulimwengu. Ndio. Na hivyo mataifa, hii sehemu ya pili tunaiona katika mtazamo mwingine kabisa. Wapo ambao wanapendekezwa leo kwamba wamekuwa na dhana fulani ya ajabu sana, kwamba eti kuanguka kwa mwanadamu dhambini Mungu alikusudia ili afanye onesho la upendo. Unaweza ukaona ni gumu sana kuimagine, kufikiri kwamba eti mpaka uzoefu wa kwenda msalabani Mungu alikusudia iwe hivyo, badala ya ukweli kwamba Mungu alijua, lakini alionesha upendo kwa sababu tulichagua vibaya. Na ukweli ni kwamba wawili hasa katika sehemu hii walichagua vibaya. Lucifer ambaye alianguka ndiye aliyeingiza uovu na dhambi, na mwanadamu aliyekubali kumchagua Lucifer. Na hivyo somo letu litatuongoza kuona kinyume na hoja kama hiyo. Linatuongoza kuona nini? Kuona kwamba Mungu anakusudia kila mara kuonyesha ya kwamba hata pale aliporuhusu serikali za kibinadamu, yeye ana kusudio jema kwa ajili ya watu wake. Na kwamba kuna namna mbili sahili ambazo tutaliona hili hata leo, kwamba mwanadamu ana ruhusa ya kuchagua, lakini Mungu aliye mtawala wa vyote ametoa ruhusa ya kuchagua kwa sababu ni kanuni ya upendo ambayo ni tabia yake. Hivyo nimalizie kwa kueleza kile kielelezo ambacho kinaonyeshwa kwenye ukurasa wa 65 katika mwongozo wa kujifunza Biblia, cha yule mtoto ambaye anatajwa kwamba alionekana kuchoka. Baba yake akaona kumchangamsha huyu ampeleke kwenye filamu. Peleka kwenye filamu, na filamu ikajaa zahama. Wanyama wanaua wanyama wengine.
hali mbaya za kutisha za kufanya damu imwagike na hivi. Mtoto akalia. Na katika kulia ni kwamba kusudio la baba kumchangamsha likashindikana. Inatufundisha kwamba tunachokitafakari juma hili kinaonekana katika mataifa yanayoumiza mataifa mengine. Unabii ulionyesha kabisa kwamba kutakuwa na hili, kwamba Mungu alijua, lakini akaruhusu kwa yawepo hata na mataifa mengine ambayo yanaonea mengine, lakini tutakachokiona ni kwamba hatima ya yote ni kwamba kwa sababu tulichagua dhambi, ila Mungu ni mtawala katika mataifa, hata pale ambapo mikono ya kibinadamu, macho ya kibinadamu yanaweza siuone mkono wake, lakini Mungu ndiye mtawala. Asante sana, amina sana mchungaji Tuvako. Nirejea tena kwako mchungaji Mika. Somo la leo linahitajaje amri ya Eden kwa wanadamu kulingana na muktadha pia wa somo la juma hili ambalo tunajifunza kuhusiana na mataifa katika sehemu hii ya pili? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Naona tuko bado mwanzo. Ndio. Tulisema mwanzo inatujengea msingi wa ganulami imam, na tukielewa hapo mbele tunakuwa na urahisi wa kuelewa, hasa tunapotazama vitabu vile vya unabii. Leo tunatazama juu ya amri. Moja ya vitu vilivyo vinivutia ni kwamba jinsi Mungu alivyokuwa na ishi na Adam na Hawa kabla ya dhambi. Alikuwa mwalimu wao. Aliwafundisha, aliwaandalia mahala pazuri sana pa kuishi. Ile bustani ilikuwa na kila mti unaopendeza kwa macho. Kulikuwa na mito, kulikuwa na ndege, kulikuwa na wanyama, kulikuwa na kila mti ufao kwa chakula. Ndio. Lakini Bwana aliwaumba namna ambayo kwa akili zao, kwa kujisalimisha kwake, walipo katika mazingira ya kuendelea kujifunza. Nilipenda kwamba amri ya kwanza kabisa iliyotolewa imetolewa, naweza kusema ni kama neema hii, kwa sababu ipo katika Mwanzo 1:29. Mwanzo 1:29 anasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoa mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Hii ni amri ya kwanza, ingawa itaambatana na nyingine, lakini Mungu anapowaagiza, ndio anawaagiza, anawapa amri ya chakula ambacho watakula, wale kutoka katika kila mche utoao mbegu. Moja ya vitu ambavyo mwongozo wetu ulikuwa unajadili ni matumizi ya neno hili ambalo limeleta tafsiri ya amri. Na hasa unapozingatia kwamba neno amri, Mungu aliamuru vitu vikaumbika. Katika uumbaji alitamka vikatokea. Kwa hiyo kimsingi anachowapa ni zaidi ya agizo la kufanya kwa sababu amesema, lakini ni chanzo cha baraka. Ni maelekezo ambayo ni zawadi ambayo wakiipokea wakaifuata itakuwa baraka. Ni zawadi, sio katazo au agizo tu la kusema fanya. Kwa hiyo ni kama anawaambia hivi, nimewapa kila mche, na kutokana na ninyi kuishi kwa huo, mtaishi kwa neema, mtabarikiwa. Ndio. Actually nyuma kidogo, sio kama ni nyuma kidogo au ni pale, alisema zaini mkaongezeke. Nayo ni amri. Ibahatika kumsikiliza Pastor Tuvako akiwa na profesa fulani akizungumza hii kwamba sio tu kuzaa watoto. Ndio. Ilikuwa ni amri ambayo inafanya kadri wanavyoshiriki kufuata maelekezo ya Mungu, wanakuwa na neema ya kuongezeka katika nyanja zozote. Kwa hiyo utaona kwamba kinachoanza hapa ni kwamba anawapa baraka, amri hii ambayo ni zawadi, lakini na upande wa ukatazo. Katika bustani ya Edeni kulikuwa na miti, lakini katikati ya bustani kulikuwa na miti miwili.
mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini karibu nao kulikuwa na mti wa uzima. Kwa hiyo utaona ni kana kwamba anawaambia kwamba nawapa zawadi hii, kuleni haya. Alafu anawaambia kwamba kwa amri tena msifanye hii, au hamtafanya hii. Hamtakula, jizuieni kushiriki katika huu mti, kwa sababu mtakapokuwa mmeamua kushiriki, ni kana kwamba neno lile lililotumika linapendekeza vitu viwili, kwamba kama vile ambavyo mkichagua kula mti huu na kunifuata mtaishi, ni kama ilivyo hakika hivyo ndivyo ambavyo kwamba kama mtachagua kula huu mti ambao nimekataza, kifo pia ni hakika. Kwa hiyo ni vizuri kujua Mungu anapotupatia maelekezo, yani yale maelekezo ni baraka. Ndio. Ni zawadi ambazo tukizifuata tunaishi vizuri. Enendeni hivi. Ni kana kwamba mwenyekiti najaribiwa hata kusema kwamba tukikubali kufuata, inakuwa kama alivyokuwa amemwambia Samson kwamba usikate nywele. Ndio. Na kwa kweli Samson alipokuwa na nywele ndefu, Samson alikuwa na nguvu sana. Alikuwa na nguvu, anaweza kutumia tu mfupa akapiga vitu vingi, hata au akatikisa hata zile nguzo akaua watu maelfu. Lakini nywele zilipokatwa, na tunajua nywele hazikuwa nguvu, nywele zilikuwa ni ishara ya kumruhusu yeye Mungu afanye vitu ndani yake. Kwa katika amri hii kwamba Mungu anapoelekeza mtafanya hivi, mkifanya mnamwambia hivi, tuko tayari tupatie hizo neema zote. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunakuwa tumemruhusu au mtawala na tupatie zile neema zote. Tusipofanya tunamzuia kutupatia zile neema zote ambazo Mungu alizikusudia. Na cha kusikitisha mwenyekiti ni kwamba Adam na Hawa hawakufuata. Walifuata ile nyingine. Kama waliambiwa hatufi, baadaye walijua kwamba tunakufa. Na madhara yake ndio haya ambayo tunayo leo. Sasa tunalizungumza hili kukiwa na mambo mawili tu ya kusema hapa. Moja, tujifunze kutoka kwa wenzetu. Tusifanye makosa yale yale. Tuone raha kufuata yale maagizo ya Mungu, kwa sababu kadri tunavyokubali kupokea zawadi hizi anazotupa katika amri na maelekezo yake, tunatoa nafasi ya kupata neema ya utendaji wake kazi ndani yetu na kutufanya tustawi sisi na watoto wetu. Tujifunze, tuwe tayari kuzifuata amri zake kama anavyoelekeza. Ndio. Ninashukuru sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo. Kabla sijakwenda kwa mchungaji Tuvako, maana somo letu ni mwendelezo, kuna kitu nataka ni kudodose kidogo kuhusiana na amri ya Eden. Umeelezea vizuri. Kuna baadhi ya watu wanaleta mkanganyiko, wanasema yawezekana ule mti wa katikati ilikuwa sio kitu halisi, yawezekana ni jambo jingine. Wengine hebu niweke sawa hilo jambo. Tuliwahi kuzungumza hili naye kabisa, na tukashangaa sana namna mtu anavyoweza kuthibitisha hilo. Ndio. Maana baadaye atatuambia pia kwamba bustani haikuwa na miti yote. Maana maelezo yanasema alichuma, akapeleka, kwanza akala kwanza, alafu akampelekea. Sasa kama alichuma akala, sijui sasa alikulaje mwenyewe. Maana wanaosema hivyo wanadhani kwamba Mungu alikuwa amekataza mahusiano ya kimwili walivyosema. Lakini hao watu ni waajabu sana, kwa sababu katika maandiko sura ya 1 aya ya 28 ndio anasema Mungu baada ya kuwa amewaumba, ngoja nisome kuanzia fungu la 26. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. 28. Mungu akawabarikia akawaambia, zaini mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Pamoja na kwamba tumesema neno hilo lina maana pana, lakini lilijumuisha pia kuzaa. Ndio. Wangezaaje. Wangezaaje. Ni vizuri tujifunze kutokumtazama Mungu kama mwenye makatazo,
na maagizo. Tumtazame Mungu kama mwenye kutuletea zawadi zilizokusudiwa kutustawisha. Leo watu wengi wanapenda kwenda mbinguni mwenyekiti, lakini hawampendi Mungu mwenye mbingu. Shida yao ni kwamba wao wanataka kunufaika, lakini hawajui chenye manufaa zaidi ni uhusiano na Mungu, na ukishakuwa na Mungu mengine yanakuja. Somo la leo linachotufundisha ni kwamba katika amri ile ambayo inaonekana kama yenye agizo na katazo, kuna ahadi ya Mungu ambayo inasema kwamba kwa kukubali kuendana na hayo, tunampa nafasi kutenda muujiza katika maisha yetu na kutupatia furaha na amani na ustawi na vyote, na kinyume chake tunaruhusu kifo. Asante sana kwa maelezo haya. Nije tena kwako Mchungaji Tuvako kuhusiana na unabii wa Danieli 2. Tunamwona Mungu akitawala mataifa na utimilifu wake. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Sura ya Danieli 2 ni moja ya zile sura ambazo zimependwa sana na Waadventista wa Sabato, lakini pia wanazuoni wengi wa Biblia kwa muda mrefu. Ni moja ya sura ambazo zinasaidia sana kuona jinsi ambavyo kwa hakika unabii ni habari itokayo kwa Mungu na inayotimilika kama alivyosema itatimia. Tena sura ya Danieli 2 inathibitisha utimilifu huo kwa mataifa, sio mtu mmoja mmoja, mataifa kwa mtiririko kabisa. Na ninajua kwamba kwa hakika tunapenda kuiangalia kwa muktadha wa namna Mungu anavyodhihirisha mpango wake kwa watu wake, lakini kinachoigusa zaidi juu ya sura ya 2 ni kwamba analeta ujumbe kupitia kwa mfalme mpagana ambaye sio nabii, na ni kwamba nabii anakuja baadaye kwa sababu hitaji limekuwepo la kufafanua ndoto ambayo ni ujumbe wa kinabii. Tunajua sura ile ya 2 ya Daniel aya 31 35. Naomba niisome tu hiyo sehemu kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Daniel sura ya 2, na ni kitabu kizuri cha kinabii, na nasoma aya 31 hadi 35 isemayo hivi: wewe mfalme, na huyu anayesema ni nani? Ni Danieli. Anazungumza na mfalme Nebukadneza. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. 32 yasema na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. 35 ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu zilivunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata vipasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likajaza dunia yote. Sasa unapotazama mtiririko wa hoja hii ya mataifa, Bwana anavyoonekana kuweka mazingira dhahiri, mwandishi wa mwongozo anapendekeza ya kwamba kwa mfano tukio la maonesho ya viwanda ya Paris mwaka 1900 yalifikirika kwamba ni mazingira ambapo wanadamu wanafikia katika udhihirisho wa kushangaza wa msimamo wa mategemeo chanya. Yaani wanaona mambo yanabadilika kwa mazuri zaidi. Kulingana na Danieli 2, dhahabu ilikuwa juu. Uthamani wa juu zaidi ulikuwa kwenye ufalme wa Babeli, na ukashuka mpaka miguuni katika nyayo zenye mchanganyiko wa chuma na udongo. Hivi unaona chuma juu, dhahabu, halafu fedha, si ndio? Halafu shaba, halafu chuma na udongo. Kwa maana kwamba kama ambavyo Mungu aliweka kwenye hii ndoto kupita kwa mataifa, kama mataifa kulidhihirisha zaidi udhaifu. Sio nguvu kuongezeka, ni nguvu kupungua za kitaifa. Okay? Sasa upungufu huo
haumaanishi kwamba mwanadamu haendelei. Hiyo ni jambo la kuwa makini nalo. Yaani hii anapozungumzia kwenye huu ushukaji wa thamani, hamaanishi mwanadamu anapungua ufahamu, la, inamaanisha zile falme, tawala zinaenda kuzidi kuwa dhaifu. Na unajua hoja ya msingi kabisa ambayo ni sahihi na ni rahisi na sahili kuielewa. Dhambi inavyozidi ndivyo wanadamu wanavyozidi kuwa dhaifu. Ndio. Na hiyo madhara ya dhambi yanavyoongezeka ndivyo ule udhaifu unavyozidi kuongezeka. Lakini wakati mwingine upande wa pili pia ni kwamba kama Daniel 12 inavyosema, maarifa yataongezeka. Mtu mmoja mmoja, watu katika taasisi anuwai, elimu inapozidi na maarifa ya kujua neno la Mungu na mambo mengine kulingana na mazingira yao yanaongezeka kulingana na Mungu anavyowapa hiyo karamu. Nimalizie mwenyekiti kwa kusema hiki ya kwamba ukweli juu ya matarajio ya kina Charles Darwin na kina Marx ni kwamba hakuna uhalisia, hautimii ule ufahamu wao kulingana na jinsi maandiko yanavyouweka. Wao walikuwa nafikiri kwamba wanadamu watazidi kuongezeka kwa namna fulani, watazidi kuwa na jamii itazidi kuwa bora. Lakini neno la Mungu linatufundisha hivi ya kwamba unabii wa Daniel 2 unathibitisha kwamba jamii ya kibinadamu inazidi kushuka kimataifa wakati watu wanapozidi kujua mambo fulani kama mmoja mmoja, lakini pia kama taasisi za kielimu na maarifa kuongezeka. Lakini hili lituambie Bwana anatawala, aliyesema imekuwa kama alivyosema kwa wakati. Ndio. Yeah. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo haya kulingana na unabii wa Daniel 2. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi. Tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi chetu hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Mungu ametubariki sana katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na kiwanda chetu cha uchapishaji kikiitwa Ufunuo Publishing House ambacho kiko hapa Morogoro. Ni kiwanda cha pekee mahali machapisho yanakotokea ama yanakofanywa, na watu wengi hawajajua bado Kiswahili kizuri kinapatikana Tanzania, na hivyo machapisho yanayochapishwa katika kiwanda kilichoko Tanzania ni machapisho mazuri na ya pekee ambayo yanaweza yakawabariki. Na kwa sababu hiyo kunaonekana kunahitajika mashine kubwa na jengo kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ongezeko la washiriki au waumini katika kanisa. Kama anavyosema katika Danieli, wale wanaofanya kazi ya kuandaa wengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini zaidi ya hapo, uzima wa milele ni wako, lakini na yule atakayefikiwa na huduma kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pamoja na mashine hizi 32 ambazo tunazo kwa sasa, lakini imefikia hatua sasa inaonyesha kabisa ya kwamba tunahitaji kuweza kupiga hatua tokea hapa tulipo kwenda hatua nyingine ya kisasa zaidi. Hivi karibuni kamati husika zimepitisha kujenga jengo kubwa zuri ambalo litakuwa kwa utukufu wa Bwana, kuhakikisha kwamba machapisho yanachapishwa katika kiwanda chetu cha Ufunuo. Tarehe iliyokusudiwa kuhitimisha zoezi hili ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Wakati ni sasa. Tafadhali changia sadaka yako kupitia Tigo Namba ama Mixx by Yasi kwa nambari 15218385 au changia kupitia CRDB Benki kwa akaunti namba 01J1077253500 au NBC Bank 026103879 pamoja na NMB Benki kwa akaunti namba 22111036. Jina ni Ufunuo Publishing House. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu sana. Tunaendelea na somo letu la hili la 5, mataifa, katika sehemu ya pili. Na Mchungaji Mika, ni hali gani halisi iliyodhihirishwa kupitia kile kitabu cha Daniel 7
kuhusiana na utimilifu ule, utimilifu wake. Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Nimefurahi Pastor ameanza sehemu ambazo zinahusiana Danieli 2 na Danieli 7. Mtu mmoja alisema kweli kwamba kitabu cha Danieli kimeandikwa kwa lugha mbili, Kiaramu na Kiebrania. Alipoandika juu ya mataifa au juu ya mataifa, tuseme wa mataifa, aliandika kwa lugha ya Kiaramu. Na Danieli 2 aliyosema na Danieli 7 zinahusu wa mataifa pia. Na kwa zimeandikwa kwa lugha hiyo. Nitaka mwenyekiti nisome Danieli 7 aya ya 1 mpaka ya 3. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba na alikuwa na mabawa na kadhalika. Alafu anasema wa mnyama mwingine wa pili kama dubu, nimeenda fungu la 5. Kisha akatazama mnyama fungu la 6 mwingine kama chui. Baadaye katika njozi mnyama wa 4 wa kutisha na kadhalika. Kuna ufanani kati ya Danieli 2 na 7. Ndio. Zote zinazungumzia hizi falme ambazo ilimpendeza Mungu kwamba aziweke wazi. Zote zinazungumzia hizo falme. Ukiangalia Danieli 2 anapoanza kichwa cha dhahabu, huku kuna mnyama huyu simba mwenye mabawa. Vipindi vile vimewekwa, kipindi cha kwanza kikio kipindi cha Wababeli, wakaja Wamedi na Waajemi, wakaja Wayunani, wakaja Warumi, kaja kwa Danieli 2 mchanganyiko wa chuma na udongo, ingawa huku kwingine kuna mnyama huyu wa kutofautisha. Ndio. Tofauti labda 2-3. Tofauti moja, Danieli 2 kama pastor alivyosema inaletwa kwa mfalme mpagani. Na Mungu anataka aonyeshe kile ambacho kinatukia tangu jamii ya mataifa walipoamua kuchagua kujiendesha. Ndio. Na kuonyesha kama wanaweza wakajiendesha bila Mungu. Ndio. Kwa hiyo utaona anamletea Nebukadneza kumwonyesha kwamba sasa hivi umekalia dunia, na kwa mujibu wa Danieli 7 ni kwamba utaona kwamba alipoona Danieli aliona katika maono wakati wa usiku pepo 4 zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Pamoja na maelezo mengine ambayo tumeyapata nyuma, tunaona kwamba wanyama hao wanatokea katika mchafuko wa bahari, ambao bahari tumesema ni mahala palipokuwa na watu wengi. Tafsiri yake haraka ikiwa inasema kwamba kuibuka kwa falme na kuanguka katika ulimwengu ambao haumtegemei Mungu kumekuwa ni kwa vita daima. Yaani ni vita. Nebukadneza alipambana katawala dunia. Wamedi na Waajemi nao wakapambana, wakaja wakapindisha mto, wakaingia, wakapindua, wakakaa. Wayunani nao tunamfahamu Alexander Mkuu, naye alikuja akafanya vivyo hivyo, hatimaye akaingia katawala. Ukiacha Alexander Mkuu, naye ulifika wakati Julius Caesar Kaisari, naye alikuja akapambana naye akakaa. Na baadaye tunaona tena pale katikati kwamba nao zinaishiwa nguvu, kama pastor alivyosema zinapungukiwa. Kwa Mungu alitaka aonyeshe kwamba hiki walichochagua wala hata akileti amani waliofikia. Hakileti amani, hakileti furaha, ni kwamba unaingia kwa kuua na unakaa ukijua wakati wote kinaweza katokea. Lakini Mungu alizileta hizi kwa kutaka kuonyesha jinsi ambavyo kutendeka huku kunahusiana na watu wa Mungu. Maana watu wa Mungu wamo duniani, kwa hiki kinachotokea kinawaathiri namna gani. Sasa hiyo ni tofauti ya kwanza. Niyo nilikuwa nasema kwamba hii Danieli 2 imeletwa kwa Nebukadneza mpagani. Danieli 7
inamjia Danieli nabii mwenyewe kabisa. na inaonekana kwamba huenda tunaweza kuwa sahihi tukisema inamhusu, inakuja kwa Danieli kwa sababu ya kile ambacho kitatokea, lakini kiukweli chimbuko lake ni kile alichofanya mfalme ni Ahasuero. Mfalme Ahasuero. Mfalme Ahasuero katika Danieli 6 amemkiri Mungu na kumtangaza kama anayestahili kuabudiwa na ambaye ufalme wake utadumu milele, na akitaja kwamba ana uwezo mpaka wa kwenda kuzuia simba wasiweze kumtafuna Danieli. Kwa hiyo Danieli anaonyeshwa ni Dario. Yes. Ni mfalme Dario. Bas. Asante kwa kunisaidia kuweka hilo vizuri. Ni mfalme Dario. Yeah. Kwa hiyo utaona kwamba hiyo ni tofauti moja. Tofauti ya pili, ile ya Danieli 2 inaisha kwa jiwe lile. Yeah. Nebukadneza anaambiwa utapita, anagoma, lakini kiukweli wanakuja wameenda Wajemi na wenzake mpaka hatimaye Yesu atasimamisha ufalme wake. Danieli 7 haiishi kwa jiwe, kwa maana kwa kutaja jiwe. Inaisha kwa Yesu kusimamisha ufalme wake. Yeye mwenyewe anatamkwa bila shaka, kwa sababu pia nani amemkiri, huyu Dario amemkiri hadharani. Kwa hiyo Yesu kusimamisha ufalme wake kunaonekana kutamkwa wazi. Kitu ambacho nimeshangaa katika kutazama somo hili ni kwamba Israeli walianza na Mungu. Ndiyo. Na walipoanza na Mungu walikuwa na wakati mzuri, lakini walifika mahala wakatamani wawe sawa na hawa. Kwa hiyo ni kama wale wanyama waliotoka baharini wakaja nchi kavu. Kwa hiyo watu wa Mungu nao wakachanganyikamo. Nao sasa wamechukua mfumo wa kidunia. Wana wafalme ambao ni wa kidunia. Kuanzia wakati ule wacha Mungu hawakuwa na amani. Ilikuwa ni tabu na mateso, na kwa kweli itaendelea hivyo mpaka Yesu atakapokuja kusimamisha ufalme wake. Kwa tunachojifunza katika Danieli 7, Mungu kwa nini analeta hili? Utashangaa kwenye Danieli 2 ameileta, Danieli 7 ameileta. Kuna mahala fulani, ingawa sikupa rekodi, anatamka kwamba kuonyesha umuhimu wake, ndio maana ilikuwa imerudiwa mara ya pili. Ili kuonyesha kwamba jambo hili ni la muhimu na litatendeka kama Bwana alivyosema. Kwa inachotukumbusha hapa, kwanza kutuonyesha kwamba haya mataifa walivyojichagulia wajiendeshe wenyewe, watapambana, watakuwa na uwana, wanaboyo wao ni kupinduana, na kuna nini atakayekuja kusimamisha patulie ni Yesu. Lakini cha pili, ione jinsi inavyoathiri uchamungu kuruhusu wa mataifa ndio watawale. Watakatifu wa Mungu wanapitamu kwa shida, lakini basi kuna tumaini kwamba hatimaye Yesu atasimamisha ufalme wake ambao hautakomeshwa, ambao utadumu milele. Asante sana Mchungaji Mika. Kikitoka hapo kwa Mchungaji Mika kwenye Danieli 7, Mchungaji Tuvako, hebu tuangalie tafsiri nyingine na utafsiri wa unabii, kiangalia kile kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 15 na 16, lakini pia na Ufunuo 13 kuanzia mstari wa kwanza ule na mstari wa 11. Tunapata maana gani katika matumizi ya haya ya nchi na bahari kwenye unabii kulingana na kitabu hapo nikutaja? Karibu sana Mchungaji Kuba. Nakushukuru mwenyekiti. Ngoja nizisome aya ulizozitaja kwa ajili ya kupata muktadha husika wa Ufunuo 12 aya ya 15 na ya 16. Neno la Mungu linasema, Ufunuo 12 aya ya 15 na 16, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyu mwanamke maji kama mto, umfanye kutukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Hiyo ni 15 na 16. Nyoka anatoa maji kama mto, amfanye kuchukuliwa yule mwanamke na mto. Lakini aya 16, nchi inamsaidia mwanamke. Niende kwenye sura ya 13 aya ya kwanza na ya 11. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari
mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Aya ya 11, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Sasa nchi, bahari. Kwanza ninapo tafakari aya hizi, Ndio. nakumbuka jinsi ambavyo tumejifunza mara kadhaa wanazuoni wazuri wa maandiko matakatifu wanavyobainisha kwa yakini kabisa ya kwamba namna moja Mwenyezi Mungu alikusudia kuhifadhi neno lake ni kutumia ishara katika kuandika matukio yanayokuja, kwa namna ambayo wapo ambao Bwana Yesu alisema wanapochagua kutokuamini hawajui, hawaelewi kilichoandikwa. Yaani wanakuwa vipofu. Biblia imepigwa vita sana, lakini moja ya mambo ambayo yamehifadhi neno la Mungu ni hizi ishara. Ishara ambazo zinataja bayana kitakachotokea, lakini kwa yule anayetulia na kufuatilia vizuri ndiye anayekiona kile. Na yamo humu. Sio kwamba yanatoka maana zake nje, lakini yamo katika muktadha huu wa neno hili la Mungu. Sasa napoangalia hizo aya, mwenyekiti, yafuatayo yako dhahiri kabisa. Unaona kwamba kuanzia aya 15 ya sura ya 12 anapotoa maji, kwanza nyoka, tunakumbuka hata jinsi tulivyoona katika majuma machache yaliyopita, anamwakilisha Ibilisi. Yule ambaye kama vile tulivyoona ishara ya kwanza pale bustani ya Edeni katika sura ya 3 ya Mwanzo, Ibilisi alipitia kwa nyoka. Na hivyo nyoka katika ujumbe wa kinabii anawakilisha Ibilisi. Na mahali pengine kwenye Ufunuo tulisoma kabisa ya kwamba yule joka ambaye anaitwa Ibilisi au Shetani. Hivyo kwa mazingira hayo anaonekana bayana kwamba huyu joka ambaye ni Ibilisi anatoa maji ambaye yanaharibu amani. Anajaribu kumharibu mwanamke ambaye hata kulingana na aya tulizoziona katika majuma yaliyopita, ikiwepo Waefeso sura ya 5, mwanamke anawakilisha kanisa au watu wa Mungu. Ndio, watu wanaomcha Mungu au kanisa. Na hivyo katika pambano hili ambalo Ibilisi anafanya dhidi ya Kristo, anapambana na watu wake. Na hivyo katika kuleta maji, mafuriko, ni namna ya kuleta vurugu kupitia kwa jamii za watu. Na hivyo unaona nchi katika aya 16 inatajwa hapo kwamba nchi ikafunua kinywa chake, inameza ule mto ule aliotoa yule joka kwa kinywa chake. Na kwa maana hiyo nchi inamhifadhi mwanamke. Na tutaona pia katika sura ya 13 namna ambavyo mnyama ambaye ananena anakuja kwa nguvu ya joka, anasumbua mwanamke. Lakini kama sura ile ya 13 inavyoonyesha, hata aya ya 11 ni kwamba yule mnyama mwingine naye ananena kama joka, lakini anatokea katika nchi. Anatokea kwenye nchi akiwa kama mwana kondoo. Maji mengi, bahari katika lugha za kinabii imewakilisha vurugu, ujio wa dhoruba kupitia kwa mataifa ya watu wapagani, kwa lugha ile nyingine tuliyoiona hapa. Lakini unapokuja kuona nchi, hapa tumetafsiri pia kama ardhi, lakini nchi hii inawakilisha utulivu, mahali ambapo panaweza kuonekana kama kimbilio. Ndio. Na hivyo nisome machache katika ukurasa huu wa 61 katika mwongozo wetu kama ifuatavyo. Kwa njia ya ishara, nchi na bahari vinapowekwa sambamba, mara nyingi nchi inawakilisha ulimwengu uliopangwa au hata nchi ya Israeli, wakati bahari inarejelea mataifa ya mataifa ambayo yanaitishia jinsi bahari inavyoitishia nchi. Vurugu
kinavyotishia sehemu iliyotulia. Lakini angalia ibara inayofuata. Katika mawazo haya, nchi ni mahali pa utulivu palipojengwa juu ya serikali ya Mungu. Yaani msimamo wa mwonekano wa ishara ya nchi ni kwamba ni maeneo au eneo ambapo linaonekana kufuata kanuni ya serikali ya Mungu. Lakini bahari inawakilisha ghasia ambayo haina utulivu na inajengwa juu ya kiburi cha mwanadamu. Kile kiburi kilichosema nataka kujitawala, nataka kufanya mambo yangu mwenyewe, nataka kuona kama nitakwepa gharika kwa uwezo wangu, nitajifanyia jina, kukuza nafsi yake kama binadamu. Hivyo nchi inawakilisha utulivu, mwonekano wa serikali ya Mungu. Bahari inawakilisha ghasia au kutokuwa na utulivu wa mataifa au wa mataifa, ndio wasiomcha Mungu. Na hivyo kwa kifupi, tunapokuja sasa kumalizia kuzitafakari hizi ishara mbili, Ufunuo 12 inaposema juu ya hoja ya watu waliohamia dunia mpya, nchi mpya, aya ya 16 ya Daniel ya Ufunuo 12. Ufunuo 12 aya ya 16 inaonekana kutimia vizuri kabisa pale watu katika sehemu za Ulaya na sehemu kubwa ya ulimwengu upande mwingine ya mashariki, tunaweza kusema mashariki ya karibu na sehemu za kati za dunia, walipoteswa na joka walikimbilia Marekani, nchi ikawahifadhi, na hivyo likawa kimbilio. Na pale ndipo sasa ile aya ya 11 ya Ufunuo 13 inapoonekana huyu mnyama anayeongea kama anaonekana kama anainuka kama mwana kondoo. Nikisoma tena kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, lakini baadaye naona akanena kama joka. Inamaanisha nini? Nimalizie kwa nukuu hii hapa katika ukurasa huu wa 61. Je, tunaweza kuichukulia nchi kama vile nchi ya ahadi ilivyokuwa mahali kalipotengwa kwa ajili ya watu wa Mungu? Je, hili linaweza kuwa ndio sababu mnyama wa nchi kavu anaonekana kwanza kuwa kama mwana kondoo? Ingawa Amerika haijawahi kuwa Israeli mpya kama baadhi ya waanzilishi wake wa awali walivyoenda kuiona, kwa muda mrefu imekuwa nchi ya uhuru wa kidini kwa mamilioni ya watu waliokandamizwa kidini ulimwenguni. Cha kusikitisha, nyama huyu kama mwanakondoo siku moja atanena kama joka. Na hivyo Marekani ambayo kwa muda mrefu imekuwa mwanga wa uhuru wa kidini kwa wanaoteswa, itakuwa mtesaji mkuu wa kidini. Huu ni mfano mwingine wa kile kilichotokea wakati wanadamu walipochagua kujitawala wenyewe badala ya kutawaliwa na Mungu. Tujue dalili kwa ufunuo na unabii, tujue kabisa Mungu alichokusudia, tukielewe kabla, ili kitakapotokea tunathibitisha ya kwamba Mungu ndiye mtawala. Na hivyo sisi salama yetu ni kujisalimisha kwa Mungu kulingana na neno lake, kwa sababu kila alichokisema kinatimia machoni petu. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo mazuri kabisa. Mchungaji Mika, Mchungaji Tuvako alivyokuwa anaelezea nikawa nimetekewa, tumeanza kugusa zile ishara bahari kuzitumia sasa zile ishara zile tunaanza kuziona hapo kwenye bahari, kwenye mwanamke, mnyama, joka, nchi pamoja na vinginevyo. Sasa Mchungaji Mika, turejee kwenye Ufunuo 10. Ufunuo 10, unabii wa Ufunuo 10 una maana gani hasa? Na hasa ninapozungumzia Ufunuo 10 sio yote, tukija pale katika ile aya ya 9 mpaka aya ya 11, nini ambacho kwa kinamaanishwa pale? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante. Kwanza niseme utaona kama sehemu hizi mbili zilizopita zimefanya sehemu muhimu sana sawa katika kufanya uelewa wa hii uwe rahisi, kwa sababu tayari tunaona kwamba mataifa wanaonyeshwa ndio wanavyojitahidi lakini nje ya Mungu na inavyoathiri watu wa Mungu. Ufunuo sura ya 10 ni sura ambayo tafikiri imewekwa katikati ya ile ni baragumu ya 6 na ya 7, ndio imepachikwa hapo katikati, na napenda jinsi ilivyoundika
nilikuwa nimetamani nifuatilia alichokuwa anaeleza Pastor kwamba walikimbilia Marekani wakati ule wa mateso. Ndio. Na ni kama baada ya hapo mwandishi akaamua achomeke sura hii ya 10. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Kuna siku nilifanya zoezi hili, ingawa sikuwa najua kwamba hii kitu itatokea hapa, lakini niligundua kwamba kwanza malaika huyu mwenye nguvu anayetokea nilikuwa namfananisha na hiyo Ufunuo 14 na Ufunuo 18, ila umbo hili la kwamba amevikwa wingu, kuna mara kadhaa ambapo Yesu anatamkwa kwamba wingu likampokea, amevikwa wia. Ili la upinde, kuna mahala Ezekieli anazungumza juu ya Yesu kuwa katika hali hiyo na uso wake kama jua. Kwa hiyo kimsingi, mwenyekiti, kwa urahisi ni kwamba anayezungumzwa hapa huyu malaika ni Yesu. Amina. Ndiye anayejitokeza hapa. Kuna mara nyingi ambapo Yesu ametamkwa kama malaika wa agano, na mara hii anatokea, na aya ya 2 inasema katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa, akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Kitabu kidogo kimefunguliwa. Kwenye Biblia kuna kitabu kinatajwa kilichofungwa. Danieli 12 fungu la 4. Danieli akaambiwa Danieli afunge maneno ya kitabu hiki mpaka wakati wa mwisho. Ndio. Lakini mara hii kinaonekana kinakuja kimefunguliwa. Kitabu cha Danieli kwa kukisoma kinatoa picha pana tuliyowahi kujadili hapa, hasa juu ya nyakati zile za ambazo tunaita zama za giza. Ndio. Zama za giza Danieli 11 inazungumza, na hata nyuma panazungumza, na Ufunuo inazungumza miaka 1260 ambazo kulikuwa ni giza kabisa. Lakini kuanzia mwaka 1798 ambao kwa kujifunza unabii tunaona kama ndio siku za mwisho zilipoanza, kuna kuwa na uelewa mkubwa sana wa kifasiri kitabu cha Danieli. Na utaona kwamba ndipo zinapovuka lile vuguvugu kubwa kutokana na kujifunza kitabu cha Danieli, hasa Danieli 8 mstari wa 14, hata nyakati za jioni, asubuhi na hata nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Wakajifunza na kuona kwamba Yesu anakuja. Na unajua moja wa wale machampion waliohubiri hii sana ni William Miller. Ndio. Ambaye William Miller baada ya kushauriana wenzake, hakuwa yeye pekee aliyekuwa anahubiri, walikuwepo wahubiri wengi, lakini walihitimisha kwamba tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Yesu angerudi. Na kwa maana nyingine, of course, Yesu hakurudi. Maelezo ya katikati ambayo sijasoma kwa ajili ya muda, mwenyekiti anasema alipochukua kitabu kile akakiweka mdomoni kilikuwa kitamu. Yeremia anazungumza juu ya kuyala maneno ya Mungu yakawa matamu. Kilikuwa kitamu, lakini kilipofika tumboni kikiwa kichungu. Walitaraji Yesu angerudi, waliuza vitu, walijiandaa kurudi, Yesu hakurudi. Walikuwa wamekosea katika tafsiri ya tukio, lakini tarehe walikuwa sawa. Yesu aliingia patakatifu pa patakatifu, na hukumu ya upelelezi au tuseme kwamba siku ya upatanisho ilianza. Na kuanzia wakati ule utaona hakuna tena kipindi cha unabii wa wakati, kwa sababu wakati wote ule Yesu atakuja. Sasa yote yameelezwa katika sura hii, lakini wewe uliniuliza juu ya fungu la 11. Na ndio maana harakisha kwenda, wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na falme nyingi. Anatoa unabii gani? Kwamba baada ya kuwa wamezungumza juu ya kuja kwa Yesu na wamekatisha tamaa, wanaambiwa sasa waende watangazie mataifa ujumbe ule wa malaika watatu upelekwe. Mataifa wajulishwe kwamba Yesu anarudi. Waandaliwe, wajiandae kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Kiukweli kipindi hiki ndicho ambacho na kanisa la kwetu lilizaliwa. Lakini mkazo nao weko hapa ni kwamba ujumbe ule uhubiriwe. Ni kweli Yesu hakurudi, lakini Yesu aliingia katika patakatifu pa patakatifu na marejeo yake yamekaribia. Uzuri ni kwamba pamoja na kwamba tuna kipindi cha mataifa ambacho hatuwezi kuwa na amani, tunahangaika,
Ujumbe wa ujio wa Yesu ni ujumbe wa matumaini kwamba hatimaye mwisho wa kipindi hiki cha kuwa chini ya mataifa na kuteseka umefika. Ndio. Amen. Amina. Asante sana pia kutupatia haya matumaini Mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako. Naam. Unajisikiaje unapotafakari kuteketezwa kwa ile mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza kama inavyoelezwa kwenye kile kitabu cha Ufunuo 24 na lile fungu la kwanza na 24 fungu la kwanza lile 21 Yeah. 21 sawa, 21 na fungu la kwanza anaeleza vizuri kuteketezwa kwa ile mbingu na Kristo anaonekanaje hapa sasa? Hapo ndio sehemu ya anaonekanaje hapa. Karibu sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo. Karibu. Labda nijibu kwa ufupi hivi. Ukurasa wa 63 unilipa nukuu ambayo inanigusa mimi sana. Nadhani kila mmoja anaweza akashiriki kuguswa na hisia ya mtazamo huu sasa. Kumbukumbu moja tu linabaki na litabaki. Mkombozi wetu atadumu kuwa na alama zake za kusulubiwa. Ndio. Yaani pambano limefika kilele. Vyote kama ulivyosoma kwenye hiyo Ufunuo 21 aya ya kwanza, mbingu za kale zimepita, mbingu mpya imeingia na nchi mpya. Halafu anasema mkombozi wetu anapodumu hivyo katika kichwa chake kilichojeruhiwa, ubavuni mwake, mikono na miguu yake ndizo alama pekee za kazi ya kikatili ambayo ilifanywa na dhambi. Nabii anasema akinukuliwa Habakuki huyo, akimtazama Kristo katika utukufu wake, mwangaza wake ulikuwa kama nuru. Alikuwa na mishale ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Na ndipo anamalizia akisema, ubavu ule uliochoma mkuki ambapo ilitoka damu iliyompatanisha mwanadamu na Mungu, pale ndipo palipo na utukufu wa Mwokozi. Pale ndipo ulipofichwa uweza wake, uweza wa kuokoa kwa njia ya kafara ya ukombozi. Alikuwa na nguvu ya kutekeleza hukumu juu ya wale waliodhihaki neema ya Mungu. Ndio. Na hivyo ishara ya mateso yake inageuka sasa kuwa ishara ya ushindi wake. Ni changamoto njema kwetu. Najisikia niko salama mikononi mwa Kristo ambaye ndiye mshindi dhidi ya mataifa yote, na ninapewa nafasi ya kumchanua. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kutufungia hapo kwamba kuna tumaini kumbe liko. Amina. Basi nikuombe sasa Mchungaji Mika, tunapomaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia uweze kutufungia kwa hopi. Karibu sana Mchungaji Mika. Tuombe. Asante Mungu wetu mtakatifu kwa tafakari ya neno hili. Asante kutuonyesha kwamba mpango wako wa kuwa mfalme wetu ulikuwa zawadi ambayo tulipaswa kuishika, kuikumbatia, lakini tulifanya kosa kuanzia kule Edeni. Hata Israeli nao wakafanya kosa, wakataka mfalme badala ya kubakia chini yako, na sasa tumeona madhara yake ambayo tunayapitia. Tunakushukuru kwa somo la leo umetukumbusha kwamba mwisho wa utawala huu umekaribia, nawe utasimamisha ufalme wako. Sante kwa kuongeza maarifa ya kuweza kukielewa kitabu cha Danieli ambacho awali kilifungwa lakini sasa kinaeleweka. Ujumbe ule wa ujio wako wa majuma 70 mpaka ujumbe wa kuingia patakatifu pa patakatifu na mwisho wa dunia. Tusaidie basi kama kanisa lako, tuutangazie ulimwengu juu ya ujio wako kama mtu mmoja mmoja. Tusaidie tuishi kwa matumaini, tusaidie tukutumaini na tukufuate, maana hivi karibuni utatutoa katika utawala huu na kutuingiza katika utawala wa amani na furaha milele, katika jina la Yesu. Amina. Amen.